Bwana asifiwe. Kanisa, mchana wa leo ninamshukuru Mungu ni kwa sababu ya nafasi ambayo ametupatia na ili tukaweze kukutana kupitia mtandao kwa ajili ya kusikia neno lake. Ninashukuru Mungu ni kwa ajili ya kunihifadhi, kunilinda na pia kukulinda wewe msikilizaji. Kwa hivyo ninakukaribisha katika ibada yetu ya Wednesday, ambao ni ibada ya ufufuo, ni ibada ambao Bwana ameandaa na utenda mengi kupitia kwa ibada hii. Kwa hivyo mahali popote ulipo, ninakuambia karibu na ili tukaweze kusikiza neno la Bwana. Nikisema ya kwamba umbali huu tumemuona Bwana, hata ikiwa hatukutani katika kanisa, Mungu amekuwa mwaminifu katika pande zote. Mungu ametulinda, Mungu ametuhifadhi. Tunao ushuhuda mkubwa ambao Bwana ametenda hata wakati huu ambao hatukutani kwa kanisa. Tumeona akifungua watu, tumeona Bwana akiponya watu kupitia neno ile ambao tunahubiri kupitia kwa mtandao. Kwa hivyo hata siku ya leo mahali ulipo, ninakukaribisha nikisema ya kwamba Bwana ana mpango mwema juu ya maisha yako. Usiende ukachukua tu ni neno tu inapita, bali chukua ni neno lako, Bwana anaongea nawe. Kwa hivyo kabla sijasoma neno, ninataka kusema ya kwamba Bwana anaendelea kusimamisha kanisa lake. Wachungaji wapo na ushuhuda ya kwamba Mungu amekuwa mwaminifu akitenda katika kanisa lake, katika watu wake kuwafungua. Kwa hivyo mahali popote ulipo, endelea kusimama na huduma ya Bwana, endelea kusimama na wachungaji wanapoendelea kunena neno la Bwana. Namba zetu sipo, ni kwa ajili ya kutuma ujumbe wako, ni kwa ajili ya kutoa kwa ajili ya kazi ya Mungu, fungu lako, sadaka lako na matoleo mengine unaotaka kusimama nayo kwa ajili ya kazi ya Bwana. Nimesema kulia yote mchana wa leo, karibu sana na ili tukaweze kupata neno la Bwana. Ni kutoka hapa AIC Adhiriva, ambao ni mahali pa Mungu, mahali ambao tumeona Mungu akitenda kwa watu wake. Kwa hivyo ninataka nisome neno la Bwana kutoka kitabu cha Danieli, na ni mlango wa 3. Nataka nisome neno la Bwana kutoka kitabu cha Danieli mlango wa 3. Mahali popote ulipo unaweza kuchukua Biblia yako na ili tukaweze kusoma kwa pamoja. Nitaanzia mstari wa 10 na naamini ya kwamba Bwana atatubariki. Danieli ni mlango wa 3 kuanzia mstari wa 10. Naomba tukasome katika uongozi wa Roho Mtakatifu. You issued a decree requiring all the people to bow down and worship the gods when they hear the sound of the horn, flute, zither, hymn, harp, pipes, and other musical instruments. Verse 10, verse 11. That decree also stated that those who refuse to obey must be thrown into a blazing furnace. But there are some Jews, Shadrach, Meshach, and Abednego, whom you are put in charge of the province of Babylon. They pay no attention to you, your ministry. They refuse to serve your God and do not worship the God you have set up. Verse 15. Then Nebuchadnezzar flew into range and ordered that Shadrach, Meshach, and Abednego be brought before him. When they brought in, Nebuchadnezzar said to them, "It is true, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you refuse to serve my God or to worship the God I have set up. I will give you one more chance. Bow down and worship that kind of God I have made when you hear the sound of the musical instrument. But if you refuse, you will be thrown immediately into the blazing fires. And then what God will be able to rescue you from my power." Verse 16. Shadrach, Meshach, and Abednego replied, "Oh Nebuchadnezzar, we do not need to depend on ourselves before you. If we are thrown to a blazing fire, the God whom we serve is able to save us. He will secure us from your power, your mainstream. But even if He does not, we want to make it clear to you, means that we will never serve your God or worship the gods that you have set up." Kanisa, wacheni tukaweze kuomba ni kwa ajili ya neno. Baba, katika jina la Yesu Kristo, jana wa leo tunakushukuru.
tunakuabudu, tunakupa sifa. Ni wakati umefika na ili tukaweze kusikia kutoka kwako, na iachilia mikononi pako Bwana, na ili ukaweze kunitumia kama chombo chako. Kuna mpendwa mahali ambao anasikiza neno la Bwana, naomba ili neno likamfikie, naomba ili neno likabadilishe maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Naomba Roho Mtakatifu ambao ni mwalimu akashuke na kututembelea na njia ya ajabu mchana wa leo katika jina la Yesu Kristo. Wale wanapitia magumu Bwana, kupitia hili neno wakapate nguvu za kiroho katika jina la Yesu Kristo. Kuna yule hajaokoka Baba, ninaomba hata neno la wokovu likashuke mahali alipo katika jina la Yesu, ili neno likalete amani mahali pale kwa nyumba. Bwana, nimejiachilia kwako so that you may use me God. I need your help, I need your blessing as I speak to your people, my Redeemer. Wewe tenda kama Mungu, kwa sababu ninakuamini na nikupitia kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Amen. Wapendwa, nimesoma neno la Bwana kutoka kitabu cha Danieli, ni mlango wa 3 kuanzia mstari wa 10 mpaka mstari wa 18. Ningesoma mlango wote, lakini kwa ajili ya wakati siku ya leo, wacha tukaweze kusoma, wacha tukaweze kuendelea na kusoma neno la Bwana kutoka mahali pale. Hii ni siku ninaishi, kuna jambo Bwana anatenda. Hii ni siku ambao ninaishi kupitia neno, na leo kuna mtu anapona. Hii ni siku ninaishi ya kwamba kuna mtu anaishi ya kwamba amepinywa. Hili ni siku ambao Bwana anaenda kukuinua mahali pale ulipo. Ninaona familia ambao Bwana analiponya, ni kwa sababu ya ile neno ambao ananipa mchana wa leo katika jina la Yesu. Ninaamini ya kwamba mahali nimesoma ni mahali ambao wengi wanapajua, ni mahali ambao umesoma siku nyingi, ni mahali ambao pana ushuhuda mkubwa, mahali ambao panaongea juu ya vijana watatu. Vijana hawa ni Shadraka, Meshaki na Abednego, ambao inaongea wakati ulikuwa mbaya, kama vile tunaishi nyakati mbaya. Huo ulikuwa ni wakati mbaya, na ninasema ni wakati mbaya. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ya kind of ufalme uliokuwepo. Ni wakati ambao Mungu wa kweli alikuwa atakikani abudiwe. Ni wakati ambao the Jews walikuwa wamechukuliwa mateka, lakini ninashukuru Mungu mchana wa leo ni kwa sababu nina neno. Hata kukiwa kubaya ni kwa ajili ya kukutia moyo, ni kwa ajili ya kunena nawe msikilizaji mahali ulipo, ni kwa ajili ya neno la Bwana. Neno ambalo nataka kuliongelea siku ya leo, ikiwa unanisikiza, ujumbe wa leo unasema our God is able. Mungu wetu ni muweza, Mungu wetu ni muweza. Haijalishi vile hali zilivyo, tunaye Mungu ambao ni muweza. Haijalishi mapito tunayopitia, Mungu wetu ni muweza. Na kwa sababu Mungu wetu ni muweza, kuna mambo matatu nitataja ambao tunastahili kuyafanya, kwa sababu Mungu wetu ni muweza. Neno linaniambia mfalme akainua miungu ambao si wa kweli, na akaweka sherehe ili watu waje kuzindua. Yani hii ninaita dedication ceremony, ni kwa ajili ya Mungu wa Nebukadneza. Maandiko yanaambia akaweka na akasema na akatumana ujumbe kwa wakuu na viongozi kwamba siku fulani na wakati fulani mtakaposikia sauti, ni lazima kila mtu akainame akamuabudu na akamtumikia huyu Mungu. Lakini maandiko yananiambia kulikuwa na vijana watatu, huyo ni Shadraka, Meshaki na Abednego, ambao walikuwa ni viongozi katika ufalme wa Nebukadneza, na wao wakapata ripoti ya kwamba mfalme ameinua hili jambo. Kwa hivyo lazima kila mtu akaabudu huyu Mungu ambao ameinuliwa na Nebukadneza. Lakini shukuru Mungu, kulikuwa hawa vijana wanajua kunaye Mungu ambao ni muweza. Kulikuwa na hawa vijana walikuwa wanajua hata kuwa namna gani Mungu ambao ni wa kuabudiwa ni Mungu. Wapendwa, mahali ulipo unanisikiza, jana wa leo nataka kuleta hili neno kwako ya kwamba ninajua vile hali zilivyo, lakini nataka kukujulisha Mungu wetu ni muweza. Mungu wetu abadiliki, Mungu wetu anaweza. He is an able God despite our situation. Wapendwa, Mungu wetu ni muweza. Despite where we are going, whatever we are going through, our God is able. Na anaweza
anaweza kutuokoa katika kila janga, anaweza kutuokoa katika ile hali tunayopitia. Kinachohitajika ni mambo matatu ambayo nitakuwa nikitaja. Hawa wapendwa wakaitwa, wakaambiwa ya kwamba hawa wapendwa wakuabudu yule Mungu, wakaletwa mbele ya mfalme. Na muona Meshaki, Abednego wakiletwa na Shadraka mbele ya mfalme, masitaka yakiwa, mfalme ulisema zote tuabudu, mfalme ulisema zote tuabudu, lakini hawa wakuabudu. Na mfalme akawa amekasirika kwa moyo, naona akiwaita akiwa amekasirika, hawaambia hili ni kweli. Nashukuru Mungu hawa wajamaa wakukataa, hawakukaidi, wakasema mfalme ndivyo ilivyo, sisi hatukuweza kutumikia wala kuinama na kumwabudu huyo Mungu. Mfalme akawaambia, kwa sababu nyinyi mpo, nimewapa another chance. Wakati mwingine ukatolewa, wakaambiwa niendeni mufikirie, lakini shukuru Mungu hawa vijana walikuwa wanajua Mungu wao ni muweza, walikuwa wanajua hawa God is able. Wakaambia mfalme, nasikia kusoma haya maneno, ni msali huyu unasema hivi. Tusome kwa pamoja. Neno linaniambia, mstari wa 16, Shadraka, Meshaki and Abednego replied, "Oh Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you. If we are thrown into the blazing fire, the God whom we serve is able to save us." Wakamwambia, mfalme, hata usiwe na shida ya kutupatia nafasi. Wajua jambo moja ya shetani ni kutusitua ili tusiende tukasimamia Mungu wetu. Vijana wakamwambia mfalme, unajua namna gani hata usiwe na shida, sisi hatutaki hata kupewa nafasi. Mfalme anawaambia, endeni mufikirie, endeni muwaze, endeni muone kama mtaabudu. Shadraka, Meshaki na Abednego wakasimama na wakamwambia, we know one thing, our God is able, our God is able, our God is able. Kanisa ijalisi wakati wa corona, ina ujumbe kwa ajili yako. Kuna watu wamezituka, vijana wamezituka kwa ajili ya kazi, familia zimeingia kwa shida. Ina ujumbe siku hii ya leo, wewe unanisikiza, kukuambia ya kwamba kunaye Mungu ambao ni muweza, kunaye Mungu ambao ni muweza, kunaye Mungu ambao anabadilisha, kunaye Mungu ambao isebo. Angalia wajamaa wanasimama mbele ya mfalme. Wewe hujaitwa mbele ya mfalme, wewe hujaitwa mbele ya president. Hao waliitwa mbele ya president na wakamwambia president, nataka ujulishe kuna mtu mkubwa, kuna mtu ambao ni muweza, kuna mtu ambao ananiwezesha, naye ni Mungu aishiye milele ambao isebo hata kwa mambo yote. Wapendwa, nataka niongea ya mambo ni ya maana sana kwako mpendwa, ili ukaweze kuyajua. Kwa nini ninasema ya kwamba our God is able? So because he is able, kuna mambo matatu tunastahili kufanya kama kanisa. Jambo la kwanza wapendwa, kwa sababu Mungu wetu ni muweza, we need to trust him in all seasons. That's the first thing. Tunastahili kumtumainia nyakati zote. Hiyo ni mstari ambao ningesoma, lakini nataka tuendelee mstari wa 24. Mstari huyo wa 15 mpaka 21 inatueleza ya kwamba hawa vijana, kwa sababu walijua Mungu wao ni muweza, walijua our God is able, they knew their God is able, waliweza kumtumainia Bwana, they trusted upon God. Wapendwa, katika jina la Yesu, jana wa leo nataka kuleta neno lako. Kuna baraka ambao zipo kwa ajili ya kumtumainia Bwana. Hawa vijana walijua in all situation they have to trust God because he's able. Sio ni situation ya aina gani unayopitia. Huenda jana wa leo unapitia katika hali ya magonjwa, huenda katika asubuhi na mchana wa leo unapitia hali ngumu ya maisha. Inataka kukuletea neno la kujulisha kuna Mungu ambao ni able, kuna Mungu ambao ni muweza. Hata katika hiyo situation ambao unayopitia, yani walikuwa na situation. Anaandika Shadraka, Meshaki na Abednego, ile situation walikuwa nayo ilikuwa si nzuri. Wamesimamishwa mbele ya mfalme. Mfalme anawaambia, mnajua nimeweka Mungu ambao ni wa kuabudiwa, kila mmoja atumikie huyo Mungu. Lakini Shadraka, Meshaki na Abednego, because they knew their God is able, they trusted upon him for deliverance all. Wapendwa, katika jina la Yesu, mahali pale ulipo, si hali ya biashara yako, si hali ya maisha yako, si hali ya familia yako, si hali ya kazi yako, hata hali ya kesho ya Kenya, lakini tunatumainia ya kwamba kuna Mungu aishiye milele, kuna Mungu
Mungu ambao ni able, kuna Mungu ambao anabadilisha, anaweza leta uponyaji katika Kenya yetu, anaweza badilisha hali ya maisha yetu, anaweza kuleta na kukomesha kila aina ya magonjwa katika jina la Yesu. Mpendwa, katika jina la Yesu, our God is so able. Hakuna chochote kinaweza kumshinda. Neno linaniambia katika Yeremia 17:5, baraka zilizoko kwa wale wamtumainia Bwana. Neno linaniambia atakuwa namna gani? Nataka nisome hiyo neno katika pointi ya kwanza. Because our God is able, we need to trust upon him. Yeremia anasema hivi, 17, wacha nisome kwa utukufu wa Bwana. Ndiposa katika hiyo hali ulionayo usione kama uko peke yako. Kuna Mungu aliye upande wetu, kuna Mungu ambao ni muweza, kuna Mungu ambao ni able. I am preaching God is able. Mungu wetu si wa kusuliwa na magonjwa, Mungu wetu si wa kusuliwa na corona. He is able God. Trust upon him in that situation you are. Might be uko katika prison, might be umekuwa locked down, might be hali yako haipendezi. Kuna Mungu ambao ni able. Akishuka anashuka, akishuka anaponya, akishuka anafungua. Kwa nini tumtumaini? Yeremia anasema hivi, mlango ni wa 17. Nataka nisome. Hii ni kwa mtu anayemtumainia Bwana, ambao anajua Mungu ni muweza. Neno linaniambia hii mstari wa 5. This is what the Lord says. Cast out those who put their trust in their human being, who rely on human strength and turn their heart away from the Lord. But in blessed, mstari wa 7. But in blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and their confidence. The Bible tells me they are like tree planted along the river bar, and with roots that reaches deep into the water. Such trees are not bothered by the heat or worried by the long months of the drought. Their leaves as they stay green. Bwana asifiwe kanisa. Yani wapendwa, Mungu wetu ni muweza, na kwa sababu ni muweza tunastahili kumtumaini. Yeremia anaambia watu walio katika hali ya captivity, enslaved, wakiwa wamechukuliwa mateka, wanaomtumaini Mungu wamebarikiwa, wanaomtumaini Mungu wanabarikiwa. Na neno ninayopenda ndio hii, hata wakati ambao wanapitia kwa moto, hata wakati they are being heated, hiyo ni kama mtu umepandwa kando ya maji in the river banks. Ni kwa sababu gani? Wanaye Mungu ambao ni able. Hata jasho liwe, hata jua litokee, hata kuwe kubaya, hata kusiwe kubaya. Hii ni mtu ambao unazaa kila wakati. Mpendwa, mahali uliposikisha, ninakuletea ujumbe huu mchana wa leo, ya kwamba tumtumainie Mungu. God is able to deliver us. God is able to lead us. God is able to give us peace. Na tumishi wa Mungu wakasema, umeelewa kwa vyovyote vile, our God is able. And somebody say God is able. Mahali ulipotamka ile neno mchana wa leo, katika hiyo situation ya ugonjwa, tamka useme Mungu ni muweza. Katika hiyo hali ya familia, tamka uweze Mungu ni muweza. Katika Kenya yetu, tuinuka wa Kristo tuseme Mungu ni muweza. Na sisi ni kama miti iliyopandwa kando ya maji. Yeremia anasema hata kuwa namna gani na isikurudia. Ni mstari unaonena, mstari wa 8 unaniambia, they are like trees planted along a river bank, with root that reaches deep into the water. Such trees are not bothered by the heat or worried by long months of the drought. Their leaves are staying green. Yale katika shida yote tutakaa kama miti imepandwa papo karibu na mto, and we are not bothered by what is happening. Meshaka pendeneka. Meshaka pendeneka. Shadraka, they were not bothered by the gold alinunuliwa by miungu ya Nebukadnezar. They were not bothered, si kwa sababu ya nguvu zao, si kwa sababu ya uwezo wao, lakini kwa sababu ya Mungu aishiye milele, ambao is able. What is bothering you, my dear prisoner? What is bothering you, my brother, my sister? What is bothering you today? Let me tell you, we have a God who is able to intervene and change your situation. Na tunaweza kukaa kama mito iliyopandwa karibu na maji. Mpendwa, ile hali unayopitia, jambo la kwanza nimesema ya kwamba our messenger, our God is able. So because he is able, we need to trust upon him. Jambo la pili ambalo ni la maana, not only trusting upon him. Mstari ni wa 22 mahali tumesoma Danieli mlango ni wa 3. Jambo ambalo ni la pili, ya kwamba we need to trust upon God
Hiyo ni jambo la kwanza. Our God is able. So jambo la pili, we need to depend on Him. We need to depend on Him, knowing He will fight for us. The Bible tells me mstari wa 22, wacha nisome usikie. Hapa neno ni tamu. Mstari wa 22 unaniambia hivi, hili ni neno la kukutia moyo katika hiyo hali unayopitia. Nyakati hizi mbaya tunaishi, nyakati ambapo kuna kufungewa, kuna calamity ya vitu mingi. There is lack of many things, but we have our able God. In verse 22, the Bible tells this, and because the king in his anger had demanded such hot fire in the fires, the flames killed the soldiers and they threw the 3 men. So Shadrach, Meshach, and Abednego, sexually tied, fell in the room. But suddenly Nebuchadnezzar jumped up, amazing, and explained to his advisors, don't we tie up 3 men and throw them in the fires? Wapendwa katika jina la Yesu, mstari ni wa 22 mpaka hapo chini mstari wa 25, ambao nasema ya kwamba wapendwa, tusiende tukazitoka katika hali yoyote ile. Ni kwa sababu gani? We need just to depend on God, for He will fight for us. Angalia jinsi Mungu alivyoshuka. Neno linaniambia ya kwamba moto ukawekwa mara 7, lakini kwa sababu our God is able, haijalishi the kind of disease. Hebu sikiza mpendwa, mahali ulipo ni kuyulisha, it does not matter the kind of persecution, the kind of issues, the kind of calamity, the kind of problem. Our God will fight for us. He fight for the Israelites in Exodus 14:13. Akawaambia vita si vyema. Na mtumishi wa Mungu tunapoenda kusoma, Daudi naye anasema kuna kitu anajua. Tunaye Mungu ambao tubebea mizigo yetu ya kila siku. Kwa hivyo we depend upon Him. Asina mchana wa leo mahali ulipo, sikiza neno la Bwana mpendwa. Sikiza neno la Bwana mpendwa. Asubuhi ya leo, we need to depend on this able God, for He will fight for us. Ninaona Meshach, Abednego, mtumishi wa Mungu, wakiwa mahali pale, watu wakishangaa. Watu walikuwa wanachomeka na moto wa kawaida. Hii ni moto imeongezwa mara 7. Hawa watu watafika chini. But thank our mighty God, thank our mighty God, thank our mighty God. He is able in every situation. He is able in every situation. He is able. Hakuna kitu ambao ni kingumu mbele zake. Akashuka mahali pale. Danieli wamefungwa. Ninawaona wakifungwa. Ninaona wakifungwa na kushuka mahali pale. Wapendwa katika jina la Yesu, sijui kando yako kuna nini? Kumewekwa moto wa aina gani? Umewashwa namna gani na shetani? Nimesikia watu wakisema shetani ni kama ameshuka saa hizi. Hajashuka saa hizi. Amekuwa katika ulimwengu huu. Afanye nini asifanye nini? Tunaye Mungu ambao ni able, ambao atakaa nasi na hakuna chochote kinaweza Mungu wetu. Nebuchadnezzar, his advising, put him on fire. Put him on fire. Put him on fire. Wapendwa, usiende ukazituka na kila aina ya majaribu, aina ya moto ambayo imewekwa kwa maisha yako. Ninachokuambia mchana wa leo, ninachokuambia, our God is able in every situation. Jambo la 3, enda ukasome Zaburi wa 60 na mstari wa 12, Zaburi wa 34 na mstari wa 7, uone maana iliyopo ya jinsi Mungu pikania watu wake. Aliambia Yehoshafati, wakati vita viliinuka, hizi vita vyako labda kuingia tu kwa maombi, na mniachie na mnitegemee na mnisikize na mnifuate, nami nitawafuata, nitawapigania. Huyo ndiye Mungu tunayeabudu, Mungu ambaye katika kila hali anataka tukamtegemee, anataka tukamwangalie. Meshach, Abednego na mtumishi wa Mungu Shadrach walipomtegemea Mungu, moto uliokuwa umewekwa kwa ajili ya Mungu alibadilisha pakawa mahali pao pa kupumzika. Natangaza mabadiliko katika zile vita vimepangwa, zilikuwa zimeelekezwa kwako, ninazikataa katika jina la Yesu na kuzituma mbali kwa jina la Yesu. Ile magonjwa yalikuwa yametumwa kwako yanaweza kuwa mahali pa kupumzika kwako. Watu waje kukuangalia wakidhani ya kwamba umekonjeka, kumbe ndio unaendelea na kunona, ndipo unaendelea na kubarikiwa na Bwana. Ninashangaa mfalme akija kwa mahali hapa kwa moto, badala ya kukuta wakichomeka, anakuta wako stable na namba yao imeongezeka. He has point multiplication. Listen to me this afternoon. Nisikize mpendwa, masaa haya wa mahali pale ulipo, hiyo hali unayopitia, Mungu wetu anaweza kuibadilisha. Mungu wetu anaweza kuibadilisha. Iwe mahali pako pa amani, iwe mahali pako pa kuendelea, hiyo
kazi ngumu unayofanyishwa, unaweza kubadilishwa uwe the manager of the day, uwe the director of that company, kwa sababu Mungu wetu sehemu. Moto ikiwa ulimtii, ni nini nyingine isiende ikamtii? Moto ikiwa haikuchoma, ni nini nyingine inaweza kuchoma? Hiyo magonjwa inaweza kuibana ndomo, haiweza kuisimamisha mahali ilipo katika jina la Yesu. He is able. Our God is able. Jambo la tatu, ya kwanza nimesema our God is able, so we need to trust him in all situations. Ya pili, our God is able, so we need to depend on him, for he will fight for us. Na ya tatu, we need to trust our God is able because he has done all the above. But the third reason ambao ninaileta kwako, he is able, so he will be with us always. And I repeat myself, he will be with us always. Hakuna situation, hakuna mahali ambao utasema mahali hapa Mungu hawezi kuwa nawe. Hebu imagine, maandiko yameniambia, ninataka kusoma mstari wa 17. Tusome pamoja. Mstari wa 17. If we are thrown into the mstari wa 23. So Shadrach, Meshach, and Abednego sexually tied fell into the rooming phrase. But suddenly, mstari ni huu wa 24, pendo mahali ulipo, nina neno ninaleta kwako ya kwamba Mungu wetu anakuwa nasi katika kila hali. Haijalishi hali unayopitia, alikuwa na wapendwa, yani mfalme akaweza kuwa katika hali ya kuwaza. Na maandiko yananiambia mahali pale kufungua macho na kuona, kufungua macho na kuona, akaona mtu wa nne. Kumaanisha namna gani? Mahali popote alipopitia katika hali gani? Mimi unasema mimi ni mgonjwa, Mungu wetu is always there for you. Mimi naweza kuwa siko kama mchungaji, mke wako anaweza kuwa yuko, hata wale watu mnawekwa quarantine, mnawekwa peke yenu, lakini wacha nilete unabii, you are not alone. Our God is there with you. 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 Alikuwa na Meshach, Abednego, na alikuwa na Shadrach katika hali ya moto. Kiwa aliweza kuingia kwa moto, wapendwa, ni wapi asiingie? Anaweza ingia kwa familia yako, anaweza ingia kwa business yako, anaweza ingia kwa kazi yako, anaweza kuingia kwa watoto wako na wabadilisha. Wapendwa, jioni ya leo mahali ulipo, sikiza neno la Bwana. We serve our able God. Because we serve our able God, please let's trust upon him in all situations. Jambo la pili, that is not enough. See, to trust upon him. Also, let's know that in every situation, to depend upon him, he will fight for us. And the last and not the least, let's know he will always be with us. One, trust, depend, and in all this situation, he will be with us. May the Lord bless us. May the Lord be with you. May the Lord bless you. May the Lord take care of you as you live. Now we serve an able God. Our God is able. There's no situation that is beyond him. May the Lord bless you. May the Lord be with you. We keep on praying for you. Our Father, in the mighty name of Jesus Christ, thank you because of thy word. How we pray, you're going to continue ministering to us through thy Holy Spirit. Wacha ukabariki yeyote yule amenitazama, yeyote yule amenisikiza, ni kwa ajili ya neno lako. Roho Mtakatifu ni mwalimu, naomba baraka kwa mtu mahali, ukambariki kulingana na mapenzi yako. Kupitia kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen, amen, amen. Thank you. Be blessed.